Karibu Tanzania, karibu katika pwani ya Tanzania, karibu sana kwenye mji mkongwe wa Bagamoyo, sehemu pekee iliyojaa vivutio vingi vya utalii, majengo ya kale na sehemu mbalimbali za burudani zinazokufanya ubwage moyo wako. Karibu sana kwenye kijiji cha Kaole, eneo la jua kali, upepo wa bahari ya Hindi na ardhi ya chumvi. Hii ni ardhi yenye rutuba ya fukwe za mashariki. Kunapatikana hadithi ya kazi ngumu, uvumilivu na urithi wa vizazi kadhaa. Hii ni makala muhimu tunayoangazia maisha ya wakulima wa chumvi, mashujaa wasioonekana wanaotegemea nguvu zao na maarifa ya jadi kuzalisha bidhaa hii muhimu kwa maisha ya kila siku. Tutashuhudia mchakato mzima wa uzalishaji wa chumvi, kuanzia maandalizi ya mabwawa ya chumvi hadi uvunaji wa fuele nyeupe zinazong'aa chini ya jua kali. Pia tutasikia sauti za wakulima, changamoto wanazokumbana nazo na matumaini yao kwa siku zijazo. Mimi naitwa Mariko Kibira. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma Kasulu, sehemu moja inaitwa Miyama. Lakini mimi pia ni mzalishaji wa chumvi hapa Kaole. Kwanza, hatua ya kwanza unatengeneza makondesa. Kabla hujafanya chochote, kwanza lazima ukague, uangalie sehemu iko namna gani. Alafu unatengeneza makondesa. Makondesa yanakuwa unaweza kutengeneza 10 hata 15 hata 20, ni kutokana na uwezo wako mwenyewe. Kwa hiyo unaanza kutengeneza buffer tanki ambalo ni kondesa la kwanza kabisa linalopokea maji kutoka baharini kuingiza pale sehemu ya kiwanda. Yale maji utazungusha mpaka kondesa namba 2, namba 3, namba 4, namba 5 mpaka namba zote unazozijua wewe. Lakini mwisho wa makondesa yote unakuwa na kondesa moja dogo ambalo linaitwa reservoir. Reservoir ni kondesa ambayo inakaa maji makali. Na maana maji unapokuwa unayazungusha mle kwenye yale makondesa, yanavyokuwa yanazunguka na kupata jua na kupata mionzi ya jua, ndio maji yanakuwa makali. Yakisha kuwa makali, yakisha kufika reservoir unaweza kukuta yana degree 18, 20 au 17 au 15. Ndio una uwezo wa kuchimba mabirika. Sasa yale mabirika unakuwa umeshachimba, unaanza kuingiza kwenye mabirika tayari kwa kuzalisha. Chumvi tunaizalisha hapa ni chumvi ya mawe. Mchakato huo unachukua takriban, unaweza kuchukua kama mwezi 1.5, siku 45, kwa sababu ya mzunguko. Yanachukua maji mzunguko kama siku 18 mpaka 20. Lakini yanapofikia kwenye 20 inatakiwa uyaweke ndani ya mabirika. Kisha kuyaweka ndani ya mabirika, basi ili upate chumvi inabidi maji kwanza yapate mpaka degree 24 mpaka 25, ndio chumvi inaanza. Kinachotumika sana kwenye uzalishaji huu wa chumvi, cha kwanza inatakiwa kwanza uwe na makoleo. Pili, inatakiwa uwe na hydrometer. Hydrometer ni chombo kimoja ambacho ni cha kupimia maji. Ujue kwamba haya yana grade ngapi, haya yana degree ngapi, haya yana degree ngapi. Hivyo vitu lazima uwe navyo. Okay, hali ya hewa inaweza kuathiri chumvi. Kama hali ya hewa itakuwa ni ya baridi au ya mvua, ina maana chumvi huwezi kuipata kama inavyopatikana. Kama hali ya hewa ni ya mvua, kwanza huwezi kupata kabisa. Kama mvua, huwezi kupata chumvi. Lakini hali ya ubaridi jua unaweza kupata chumvi, lakini huwezi kupata kama sawa na jua linapowaka moja kwa moja. Kwa hiyo ndio maana utakuta chumvi ya kuanzia mwezi wa 7 mpaka wa 8 mpaka wa 9 inakuwa kidogo, inakuwa ni nyembamba. Lakini kuanzia mwezi wa 10 mpaka kuanzia mwezi wa 9 mpaka mwezi wa 10 wa 11 ile mvua inakuwa inanyesha. Lakini kisha kukata inatoka chumvi nyingi, kwa sababu linakuwa ni jua linawaka, hakuna baridi. Kwa hapa nafikiri haina muda mrefu, ni kama miaka 3, lakini kuna sehemu nyingine ambazo wanazalisha, sio hapa,
ni hapa hapa Bagamoyo, lakini sio hapa, ni sehemu nyingine. Kwa mfano ukienda magereza kule unakuta wanazalisha, ukienda kule mitaa Mapinga utakuta wanazalisha chumvi, na chumvi wanayozalisha ni kama hii tunayozalisha sisi hapa. Lakini pia ukienda sehemu za Bagamoyo chini huko unakuta wanazalisha chumvi ni kama hii tunayozalisha. Changamoto hasa tunazokutana nazo ni kwa mfano kama kipindi hiki cha mvua. Unaweza ukasema mimi chumvi tayari ya kuvuna leo, si ndio? Kesho ukiamka unakuta mvua imenyesha, ina maana chumvi haivuniki tena na inayayuka. Hiyo ndio changamoto kubwa. Yeah. Kwa sasa hivi bado hatujaanza kupata msaada wa aina yoyote, lakini tuliambiwa kwamba utakuwepo msaada. Ina maana watakuwa wanatusaidia kwa namna nyingine. Nakumbuka kwa miaka ya nyuma kuna sehemu nilikuwa nafanya kazi hii, lakini tulikuwa wahusika walikuwa wanapata msaada sana. Msaada ulikuwa unapatikana ulikuwa ni wa Eridini. Eridini maana yake madini joto, ndio alikuwa anatolewa bure na wale watu wafao, lakini kwa sasa hivi sijajua. Ndani ya nchi hii nafikiri wanayonunua wanafanya matumizi labda ya kutumia kwa kula, lakini sina uhakika kwamba wanatumia kula tu. Inawezekana wengine wanaitumia kwa namna nyingine, kwa sababu chumvi nasikia inafanya vitu vingi. Naona chumvi inahusika kwenye madawa, chumvi inahusika kwa vitu vingi ninavyoelewa. Kwa hiyo inaweza ikauzwa humu ndani, lakini hata nje pia watu wakipatikana wa kununua wanaweza wakanunua kwenda nje. Bei ya chumvi inategemeana. Kwa mfano kama ni kipindi cha mvua, maana yake kipindi cha mvua hiki watu waliokuwa na chumvi majangwani humu, magari mengi yanakuwa hayaingii. Unaelewa? Kwa hiyo ina maana chumvi kwa nje inakuwa ni kidogo. Unaelewa? Sasa kwa kuwa ni kidogo, kama wewe chumvi kwa mfano kama situko barabarani. Kwa mfano hii chumvi mimi niliyoivuna mwaka huu haipo hapa, iko juu barabarani kabisa kule. Kwa hiyo mtu anaweza kaja hata kama mvua inanyesha, mvua ya namna gani, naweza nikamuuzia kwa bei. Unaona, kama nilikuwa nauza mfuko labda shilingi 20,000, naweza nikamuuzia shilingi 25,000 kwa sababu chumvi haipatikani. Mabadiliko yanakuwepo, au katika ushindani pia unakuwepo. Mabadiliko yanakujaje? Unaweza kukuta mtu anaivuna chumvi, si ndio? Lakini inakuwa ni nyembamba. Ni ya mawe lakini ni ya chenga, sio ya mawe. Unaona? Maana inatakiwa chumvi, ukisikia chumvi ni ya mawe inakuwa mfano kama kokoto ndogo ndogo zile. Lakini sasa unaweza kukuta mtu anavuna chumvi iliyokuwa laini. Maana yake laini ni kwamba haijakuwa mawe sawa sawa. Unaona? Sasa inatakiwa chumvi izidi unene, labda unene wa punje ya hindi. Sasa unakuta mtu anavuna unene labda wa punje ya mbaazi. Unaona? Kwa hiyo pale wewe unayekuwa na punje ndogo na wewe anayekuwa na punje kubwa, hamwezi mkauza sawa. Maana mtu anapokuja akasema mimi nataka chumvi ya mawe, si ndio? Huwezi kumletea chumvi ya kokoto ukasema kwamba labda unamuuzia. Hapana, atanunua kwa bei anayotaka yeye. Mimi binafsi naona kwamba hawezi kuathiri. Kwa sababu gani? Kwanza chumvi inapozalishwa mara kwa mara majani yanakuwa hayaoti. Naomba unielewe ninachokisema. Sijui unanielewa? Kwa mfano kama hapa palikuwa hapana majani, ndio maana pakaitwa jangwani. Unaelewa? Kwa hiyo pamekwanguliwa, watu wakatengeneza mabirika. Ushaelewa? Sasa unafikiri hata kama wasingetengeneza mabirika haya majani yangeota? Yasingeota. Kwa hiyo kuathiri kwa chumvi, mimi nilifikiri labda kuathiri kwa chumvi labda kama utakumepanda mazao kama pale, unaweza kuyakosa kwa sababu si chumvi inakuwa ule mvuke wa chumvi si unakuwepo. Unaona? Inaweza ikawa imeathiri labda pale kama majani yanakuwa hayaoti. Lakini ninavyoona tunapozalisha chumvi, miti inakuwepo na majani pia yanakuwepo. Unaona? Kwa mfano kama hapa tunazalisha, lakini si unaona majani hapa.
Hatua zipo. Unaweza kukuta kwa mfano kama hapa si unaona kuna majani mengi ya msitu. Hatuyaruhusu kuyafyeka kwa sababu tukiyaruhusu tunaendelea kuweka ule mvuke wa chumvi, tunaendelea kuruhusu uende mbele. Sasa unapokwenda mbele, ina maana majani unaweza kukuta yanakauka muda wote. Kwa historia maalum kusema kwamba tuna historia maalum ya kusema kwamba chumvi labda imeanza kuzalishwa mwaka gani? Hapana, kwa sababu hata mimi mwenyewe naanza kujifunza kuzalisha hii chumvi, nimekuta hapa panazalishwa. Kusema ukweli, hiyo historia sijaipata. Kama ningekuwa nayo ningekwambia, kwa sababu miaka ya 90, 88, 90 chumvi ilikuwa inazalishwa katika mkoa huu, katika wilaya hii ilikuwa inazalishwa ya. Hii sio sehemu ya utamaduni. Nasema kwamba hii imekuja. Unaona? Mimi naweza nikasema kwamba imekuja kwa sababu ingekuwa ni utamaduni, hata zamani miaka hiyo ya nyuma mababu zetu tungesema walikuwa wanazalisha. Unaelewa? Lakini wakati wa ukoloni hii chumvi hapa na hisi ilikuwa haizalishwi. Kama ingekuwa inazalishwa tungeona hata alama. Mbona alama za kuanzia mwaka 94, 93 kule tumezikuta. Lakini alama za ukoloni mbona hatujasikia kwamba hapa wakoloni walikuwa wanatengeneza chumvi hapa? Sijaisikia mimi hiyo. Wanahamasishwa kwa sababu hii ni biashara na pia chumvi inatakikana. Ushaelewa? Sidhani kama chumvi kuna sehemu ambayo haifanyi kazi. Yaani 100% kubwa unategemea jua, sio mvua. Na mvua kwenye uzalishaji wa chumvi sisi hatuitaki kabisa. Inawezekana mvua isiponyesha maji yanaweza kapungua baharini, siwezi nikajua, lakini mimi ninachokijua kwamba sisi tunategemea maji ya bahari. Haya ni mabirika, lakini yale ni makondesa. Kwa hiyo maji hauwezi kuyatoa kule baharini moja kwa moja kuyaleta kwenye mabirika. Na maana hata kama utakuwa maji yatakuwa yani example kama kutakuwa na haya maji ni ya chumvi, si ndio? Na ndani ya maji haya unakuta kuna chumvi ya mawe. Unaelewa? Kwa sababu chumvi sio kwamba tunavuna wakati maji hayamo. Tunavuna chumvi kwenye maji. Unaelewa? Lakini inategemea na haya ni maji ya namna gani. Sasa kama utakuwa umetoa maji yako kule baharini ukayaleta huku, ulikuwa unategemea kwamba chumvi unaivuna leo, si ndio? Au unaivuna kesho. Ukaja ukayaleta ukajaza huko na chumvi imeshakuwa tayari. Kesho huwezi kukuta chumvi ndani. Unakuta imeshayuka kwa sababu haijapanda grade. Kwa maana hiyo unapotoa maji kule baharini inabidi uyazungushe kwanza mpaka apate grade. Lakini pia kuna mbinu nyingine inabidi uifanye. Ni mbinu gani hiyo? Unapoyaingiza humu inatakiwa uyapige dati kwa kuyatingisha. Unayatingisha. Ina maana unapoyatingisha yanatoa ule uchafu wa chini uliokuwa juu ya mchanga, ule mchanga unabaki mweupe kama hivi. Ushaelewa? Ina maana kwamba ile mionzi ya jua inapopiga kwenye ule mchanga unakuwa wa moto. Unapokuwa wa moto ndio unapochemsha haya maji. Haya maji hayawezi kutoa chumvi bila kuchemka. Mimi nimeanza mwaka 94 kuzalisha chumvi. Wakati naanza kuzalisha chumvi sina hesabu kamili kwa sababu tutaanza tu kuangalia kama nimezaliwa mwaka gani, alafu mpaka mwaka 94 nilikuwa na miaka mingapi. Shaelewa? Mimi nimezaliwa mwaka 64. Naona. Na ile kazi nimeifanya mwaka 95, nimeanza mwaka 94. 64 na 94. Bado ni miaka mingapi hiyo? Miaka 30 ndio nilivyoanza mimi kazi hii. Kwanza nilianza kujifunza. Hii 94 hii ndio nilivyoanza kuzalisha mimi kama mimi. Kwamba naweza nikapewa hata sehemu kama hii hapa nikazalisha chumvi. Lakini kuanza kujifunza kuzalisha chumvi nimeanza kama mwaka 90 hivi. Mwaka 90 wakati huo kakaangu ndiye aliyekuwa mzalishaji wa sehemu moja hapa karibu na magereza. Kwa hiyo nilienda kujifunza kwake yeye. Siwezi nikakudanganya kwamba mimi nimeenda chuo.
Hapana. Mimi aliyenifundisha kazi hii ni kakaangu. Kwa sababu yeye alienda India akafanyaje, sijui akafanyaje. Kwa hiyo yeye ndiye aliyekuwa ananifundisha sana. Mimi ninachosema ni kwamba hii kazi ya kuzalisha chumvi ni kazi kama kazi nyingine, na tena kazi ya kuzalisha chumvi ina faida zaidi kwa mtu. Hata kama ningekuwa nina utajiri wangu mimi, nasema kwamba ni tajiri labda ninazo hela, ningetafuta jango mimi ningezalisha chumvi, kwa sababu kwanza ni kazi ambayo inaingiza hela kwa haraka. Yani mabadiliko, labda kama ni kubadilisha mabadiliko, kwa sababu nachokifikiria mimi sidhani kama kunaweza kukaa mabadiliko, lakini kama serikali ingekuwa na uwezo wa kutubadilishia, labda tujifunze vingine, sio sawa na hivi, ingekuwa ni nzuri zaidi. Kwa sababu hapa tunaumia, unakuta watu wanapiga matuta kwa mikono, watu wanatengeneza mabirika kwa mikono, ushaelewa? Wakati kama kungekuwa na mabadiliko, vyombo vingekuwa vinakuja tu vinatutengenezea matuta, vinatengeneza mabirika, tayari sisi kazi yetu ni kutembeza maji. Unaona? Huo msaada ungepatikana pia, ingekuwa ni vizuri. Kwa ujumla, uzalishaji wa chumvi katika pwani ya Tanzania ni sehemu muhimu ya maisha na uchumi wa jamii ya maeneo haya. Licha ya changamoto kama ukosefu wa vifaa bora na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi, wakulima wa chumvi wanaendelea kuonyesha ustahimilivu na ubunifu. Ni jukumu letu kama jamii na taifa kushirikiana kuendeleza sekta hii kwa kuwekeza katika teknolojia, elimu na masoko. Kwa kufanya hivyo, tutaweza kuhakikisha kuwa uzalishaji huu wa jadi unaendelea kuwa chanzo cha ajira, kipato na utambulisho wa utamaduni wa pwani kwa vizazi vijavyo. Karibu sana Kaole. Karibu sana kwenye mji mkongwe wa kihistoria Bagamoyo. Karibu katika pwani ya Tanzania.